Habari gani mwanafamilia wangu, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Bongo Vibe TV kuweza kubadilishana na kujuzana yale ya kimichezo ambayo yanajiri ndani ya klabu ya Yanga. Kama ninavyofahamu, kituo kinachofuata kwa upande wa timu ya Yanga Sports Club ni kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika, mchezo wa 6 dhidi ya timu ya JS Kabylie. Mchezo wa kutoana jasho kwelikweli, mchezo ambao kwa upande wa klabu ya Yanga naweza kusema ni mchezo wenye thamani ndani yake, kwa maana kwamba ndio mchezo ambao utaweza kutoa tafsiri ya yeye kwenda kwenye hatua ya robo finali au kuishia kwenye hatua ya makundi ya michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Mchezo huu unatarajiwa kufanyika pale kwenye dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar tarehe 15 Februari. Ndipo timu hizi mbili zitakutana tena, ambapo klabu ya Yanga anahitaji ushindi kivyovyote ili kujihakikishia nafasi ya kutinga kwenda kwenye hatua ya robo finali. Sasa muda huu hapa ninavyozungumza na wewe, klabu ya Yanga wapo pale visiwani Zanzibar, wanaendelea na tizi zito kweli kuhakikisha wanakwenda kupambana vizuri kwenye kuondoka na alama 3 muhimu kwenye mchezo zidi ya timu ya JS Kabylie kutokea pale nchini Algeria. Na mimi niko hapa kuweza kukujuza na kukusogezea yale yote yanayoendelea ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga muda huu hapa, ni nini kinaendelea ndani ya kikosi hiko cha wananchi kuelekea kwenye mchezo zidi ya timu ya JS Kabylie, mchezo ambao unatazamiwa kwa namna nyingine kwa mashabiki na wapenzi wanaofuatilia mpira wa miguu hususani kwenye kikosi hiko cha klabu ya Yanga. Lakini kabla sijakusogezea mengi ambayo niko nayo hapa mezani kwangu mwanafamilia wangu, naomba nikukumbushe jambo moja na jambo la kimsingi kabisa. Kama wewe hii ndio mara yako ya kwanza unajiunga nasi hapa Bongo Vibe TV, halafu bado haujasubscribe channel yetu, basi naomba nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na zile taarifa zetu zote mpya za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa zetu zote mpya za kimichezo, swala ni jepesi kabisa mwana michezo wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Baada ya kusubscribe channel yetu, hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni, maana ukishafanya hivyo wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho kinaendelea muda huu ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga Sports Club, hususani kwenye kuelekea kwenye mchezo wao wa mwisho wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kutokea kwenye kundi D, ambapo huu binafsi naweza nikasema ni zaidi ya finali kwa upande wa timu ya Yanga, kwa maana ya kwamba ndio mchezo ambao utaenda kuwapa taswira rasmi ya kwamba wao watakwenda kwenye hatua ya robo finali ama wao wataishia kwenye hatua ya makundi kwenye michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika kwa msimu huu hapa. Klabu ya Yanga mpaka sasa hivi katika kundi lao B wameweza kucheza michezo yao 5 na wakiweza kujikusanyia alama zao 5, huku kwa upande wa timu ya JS Kabylie wao wakiwa wamecheza michezo 5 na kuweza kujikusanyia alama zao 3. Hivyo hapa ni timu mbili ama ni timu ambazo zinakutana kwenye zile nafasi zao. Kwa upande wa klabu ya Yanga yeye yupo nafasi ya 3, lakini kwa upande wa timu ya JS Kabylie yeye yupo nafasi ya mwisho ama nafasi ya 4 katika kundi hili B. Kwa nini nakwambia huu ni mchezo naweza kuita zaidi ya finali? Ukiangalia namna ambavyo klabu ya Yanga inahitaji kutinga kwenda kwenye hatua ya robo finali, na challenge iliyopo kubwa ni kwa mpinzani wake FAR Rabat ambaye na yeye pia atakopo dimbani kucheza dhidi ya timu ya Al Ahly, ambapo FAR Rabat yeye ana alama zake 8, ambapo ukiangalia gepu la alama baina ya timu hizi mbili FAR Rabat na Yanga ni alama 3. Hivyo klabu ya Yanga anahitaji aweze kushinda ili aweze kulevo mzani wa alama na yeye afikishe alama 8, huku akiendelea kumuombea njaa kweli mpinzani wake FAR Rabat aweze kupoteza dhidi ya timu ya Al Ahly pale nchini Misri, ambapo atakwenda kukutana kwenye mchezo huo wa michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa Yanga kama nilivyokujuza tayari iko pale visiwani Zanzibar, wanaendelea na tizi lao zito kweli. Kocha anakuambia safari hii yeye ataki masiara, anahitaji timu iweze kuperform na kuonyesha kiwango cha hali ya juu kwenye mchezo huu, angalau katika kipindi cha kwanza wajihakikishie kujipatia mabao 2 ili inapokuja kipindi cha pili waje kumaliza shughuli kwa kuongeza bao 1, ambapo
kimahesabu zaidi hapa klabu ya Yanga anahitajika aweze kushinda mabao matatu ili aweze kujihakikishia ile nafasi ya kutinga kwenye hatua ya robo finali na mpinzani wake wa karibu FAR Rabat, ambapo FAR Rabat na yeye anahitajika ili aweze kupoteza mchezo dhidi ya Al Ahly ili Yanga aweze kutinga kwenye hatua ya robo finali ya michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. Ikitokea FAR Rabat na yeye katoa sare, basi shughuli ya klabu ya Yanga kutinga kwenda kwenye hatua ya robo finali itakuwa imeishia hapo. Tusubiri mpaka msimu hujao. Ndio maana nakwambia huu mchezo kati ya Yanga dhidi ya timu ya JS Kabylie ni zaidi ya finali, ambapo klabu ya Yanga wanautazamia kwa jicho la tatu, maana huu ndio mchezo utawapa taswira ya wao kwenda kutinga kwenye hatua ya robo finali au la. Lakini kwenye ule mchezo wa kwanza ambapo timu hizi mbili waliweza kukutana pale nchini Algeria, ambapo klabu ya Yanga ilikuwa ugenini, mchezo uliweza kumalizika kwa sare ya kufungana chuma 1-1. Yanga aliweza kuokota alama yake moja kiupo ugenini pale nchini Algeria, na huu unakuwa ni mchezo wa pili timu hizi zinakutana katika kundi hili B mara baada ya mchezo huo wa kwanza kuweza kutamatika kwa kufungana chuma 1-1. Yanga na maswali mengi ya kujiuliza zidi ya mpinzani huyu JS Kabylie, lakini pia na yeye JS Kabylie ana maswali mengi ya kujiuliza zidi ya mpinzani huyu Yanga Sports Club, kwa maana ya kwamba kwenye mchezo wa nyumbani kinyonge sana aliweza kupata sare pasipoweza kutarajia, lakini klabu ya Yanga huu ni mchezo ambao inabidi aingie kwa makini kweli, maana JS Kabylie hataweza kuingia kiunyonge, bali na yeye atahitaji aweze kutengeneza heshima licha ya kuweza kuondoshwa kwenye hatua ya makundi, lakini anahitaji aweze kutengeneza heshima ya timu yao pamoja na mashabiki wao ambao wanawafuatilia kutokea pale nchini Algeria. Na tayari timu hii ya JS Kabylie wao wamekwisha weza kuwasili pale visiwani Zanzibar na wanaendelea na mazoezi yao ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wao dhidi ya timu ya Yanga Sports Club. JS Kabylie walitua visiwani Zanzibar toka tarehe 13, hivyo bado wanaendelea na tizi zito la kuwakabili timu ya Yanga Sports Club kwenye mchezo wa mwisho wa michuano hii ya klabu bingwa barani Afrika. Ni miongoni mwa michezo ambayo naamini itafuatiliwa na mashabiki wengi kutokea ndani ya Tanzania, lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania kufuatia namna ambavyo kundi hili B jinsi lilivyo mpaka sasa hivi. Bwana, mimi nilikuwa nakusogezea hayo mawili matatu ili na wewe uweze kufahamu kile ambacho kinaendelea muda huu hapa ndani ya kikosi cha klabu ya Yanga, hususani kuelekea kwenye mchezo wao wa mwisho dhidi ya timu ya JS Kabylie kutokea pale nchini Algeria. Sasa kama una chochote kitu, maoni yako ama mtazamo wako kuhusiana na hiki ambacho nimeweza kukusogezea muda huu hapa, hususani kuhusiana na mchezo kati ya Yanga dhidi ya JS Kabylie, njoo uweze kutuambia kupitia sehemu hiyo ya comment. Dondosha comment yako hapo na sisi tutakuja kuchati na wewe kupitia hapo. Bila kusahau mwana michezo wangu, jambo la muhimu na la kimsingi kabisa cha kufanya sasa hivi, hakikisha unakwenda kulike video yetu hii, unakwenda kushare video yetu hii, bila kusahau kwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaloandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV.